Naam, kwa mara nyingine tena kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu News 24. Karibu kujiunga nasi katika habari zetu za mwaka 2026. Hizi hapa msikilizaji na mtazamaji wanatupata vyema kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nikuombe tu usikose kucomment, usikose kushare, usikose kusubscribe ili upate habari zetu pale ambapo tutakapoziweka angani. Jina langu ni Espoir Mukubure na kuomba kuungana nami mwanzo mpaka tamati ili tuweze kushare moja kwa moja yale ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa mapambano. Naam, bila shaka natumai ya kwamba utakuwa mzima wa afya popote pale ulipo. Na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Tujikite ndani ya tarafa la Fizi, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa katika eneo la Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la serikali FARDC kwa ushirikiano na wapiganaji wa wazalendo laendelea kupambana na waasi wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, waasi hao wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda pamoja na baadhi ya makundi ya wanamgambo wa ndani, jambo ambalo linachochea zaidi hali ya taharuki na ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. Ripoti zinaelezwa kuwa mapigano hayo yamekuwa ya mara kwa mara na yenye nguvu, hali inayozidi kuhatarisha maisha ya wananchi wa kawaida. Raia wengi wamejikuta wamenaswa katika mapigano hayo bila mahali salama pa kukimbilia. Wakaaji wa eneo hilo wanakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo kukosa usalama, kuhama makazi yao pamoja na upungufu wa huduma muhimu kama chakula, maji na huduma za afya. Hali inaweza kuwa mbaya zaidi endapo hatua za haraka hazitochukuliwa. Wakati hayo yakijiri namna hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, wapiganaji 6 kutoka muungano wa Twirwaneho Minembwe wanaoungwa mkono na M23 na jeshi la Rwanda pamoja na muungano wa AFC ama Alliance Fleuve Congo wamejisalimisha kwa FARDC Jumatano hii April 8 asubuhi huko Minembwe katika nyanda za juu za Fizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kujisalimisha huku ambayo imekuwa ikiendelea kwa wiki kadhaa inadhihirisha kuwa vijana wengi walioandikishwa kwa nguvu sasa wanakataa ajenda ya uasi na hawapigani tena kutokana na kuipenda nchi yao. Utakumbuka tu kwamba wiki kadhaa zilizopita zaidi ya wanajeshi 18 kwa ujumla waliorozeshwa kujiripoti huko Minembwe na Mikenge katika nyanda za juu za Uvira, Fizi na Mwenga. Tukisalia bado jimboni Kivu ya Kusini, msikilizaji, vijana wa tarafa la Fizi waishio nchini Marekani pamoja na Ufaransa wameandika kibarua kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuweza kutoa mwili wa hayati Jenerali Shikatenda, aliyekuwa mpiganaji na shujaa wa vita wa tarafa la Fizi aliyekufa huko Kinshasa akiwa gerezani. Apollo Msambia ni mmoja kati ya vijana hao na anaishi nchini Ufaransa. Alitoa hapa shabaha ya wao kuandika kibarua hichi cha kuachilia mwili wa Jenerali Shikatenda aliyeaga dunia yapata sasa mwaka mmoja huko Kinshasa akiwa gerezani. Tumsikilize. Kwa kweli tumeweza kuandika karatasi kwa kuweza kushutumu ukiukwaji wa haki za kibinadamu ambao unaendelea kutendewa dhidi ya jamaa ya marehemu Jenerali Shikatenda Shabani na hata mwenyewe hayati, kwa sababu aliwahi kufungwa kwa tuhuma ambazo serikali pekee yake inajua, akaimu hata haki ya kupata matibabu na akafariki gerezani. Na tangu afariki inakuwa sasa yapata miezi 10, lakini mwili wake tu unahifadhiwa mochari na jamaa lake halina haki ya kuweza kumchukua na kumzika kwa heshima. Unajua sheria hata ya Kongo pamoja na ile ya kimataifa zinasema kwamba mtu awe hai au ameshafariki ana haki zake, na kuendelea kutokukabidhi mwili wa marehemu Jenerali Shabani Shikatenda kwa jamaa lake ili aweze kuzikwa kiheshima ni kukeuka vile vile haki yake ya kibinadamu hata kama ameshafariki. Na ni hapo tuliweza kutoa sauti yetu
kulaani kitendo kama na hicho na kuwasihi wanaharakati wote wa utetezi wa haki za kibinadamu, ikiwemo mashirika za kiraia, ikiwemo Mutualite ya Mbombe pa Kinshasa, hata vitengo mbalimbali vya kutetea haki za kiraia katika nchi ya DRC na hata jumuiya yote ya Umoja wa Mataifa kufanya kile kiwezekanacho ili serikali iweze kukabidhi mwili wa marehemu hayati Jenerali Sikatenda Shabani kwa jamaa lake na aweze kuzikwa kwa heshima ambayo inamstahili yeye kama vile aliyekuwa jenerali wa jeshi, kwa sababu ni jambo la kusikitisha kuona mtu afariki na zaidi ya miezi 10 aendelee tu kuhifadhiwa mortuary na familia isijue sababu yoyote kwa nini inaendelea kuimwa mwili wa marehemu ili wamzike. Ni hilo tu limetusababishia sisi tuweze kupaza sauti na kusihi serikali iruhusu Jenerali Sikatenda aweze kuzikwa kwa heshima yake, kwa sababu ile ni kuzidi kukosea haki za kibinadamu endapo wataendelea kuhifadhi maiti kwa muda mrefu hivi na wakanyima familia yake hata ruhusa ya kumuona au ruhusa ya kuingia kononi mwao ili waweze kumtayarishia mazishi ya heshima. Mapigano makali yameripotiwa siku ya Jumanne tarehe 7 April kati ya waasi wa muungano wa AFC M23 na jeshi la FARDC likisaliwa na makundi ya wazalendo katika eneo la Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila na vya usalama, mapigano hayo yalianza majira ya saa 5 asubuhi katika kijiji cha Minjenje na eneo la daraja la Nkingwe vilivyopo katika kijiji cha Banakidi ndani ya kundi la Kisiba. Inaeleza kuwa wapiganaji wa kundi la waasi la AFC M23 walitoka Malemo katika eneo la Masisi na kushambulia majeshi ya serikali na kusababisha mapigano makali. Mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi, huko milio ya risasi ikiendelea kwa saa kadhaa hadi majira ya saa 11 jioni kwa saa ya eneo hilo. Hali hiyo ilisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaazi wa maeneo hayo pamoja na wakaazi wa maeneo jirani. Kwa mujibu wa taarifa za kiusalama kutoka eneo hilo, jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo lilifanikiwa kuwazuia shambulizi hilo na hatimaye kusukuma nyuma waasi hadi katika eneo lao ya Malemo. Taarifa ya awali inaeleza kuwa wapiganaji 7 wa upande wa waasi wa mapambano hayo, ingawa bado hakiwa takwimu kamili iliyotolewa. Hadi kufika siku ya Jumatano, vikosi vya serikali vinaendelea kuimarisha udhibiti wa maeneo ambayo walioyarejesha. Eneo la Kisimba linaendelea kuwa nyeti kimkakati kutokana na umuhimu wake katika njia za mawasiliano na bado inahofia kuwa katika hatari ya mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa waasi. Tukisalia bado jimboni Kivu ya Kusini, ni kwamba baada ya mapambano makali yaliyozuka siku ya Jumapili kati ya wapiganaji wa muungano wa AFC M23 makundi ya wazalendo, waasi hao wameripotiwa kusukumwa nyuma hadi eneo la Nyabiondo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalikuwa na nguvu kubwa na yalisababisha taharuki miongoni mwa wakaaji ya maeneo yaliyoathirika. Inasemekana kuwa makundi ya wazalendo iliweza kutoa upinzani mkali na hatimaye kulazimisha wapiganaji wa AFC M23 kurudi nyuma kutoka baadhi ya maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wao. Wakati huo taarifa zinaonyesha kwamba baadhi ya wananchi wamekuwa wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo, wameanza kurejea taratibu katika vijiji vyao. Hata hivyo, hali ya hofu bado inatanda, huku wengi wakihofia uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi au kurejea kwa mapambano makali muda wowote. Wananchi hao wanaripotiwa kuwa waangalifu wanaporejea manyumbani, huku wengine wakisita kurejea kabisa hadi pale utaratibu na hali ya usalama itakapoimarika. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa, kujeruhiwa au waliolazimisha kukimbia makazi yao kufuatia mapigano hayo. Mamlaka husika bado haijatoa takwimu kamili ya hatari ya mashambulizi hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa hali katika eneo hilo bado ni tete na wanatoa wito kwa juhudi za kuhakikisha amani na ulinzi wa raia wasiokuwa na hatia.
Lubero. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa limejipanga upya na kurejea katika vijiji kadhaa vya eneo la Lubero kufuatia kujiondoa kwa wapiganaji wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kurejea kwa vikosi hivyo vya serikali kunafuata hatua ya waasi hao kuondoka katika maeneo hayo, hali inayotoa fursa kwa jeshi la serikali kurejesha uwepo wake na kuanza kudhibiti tena usalama katika eneo hilo. Mapigano yaliyodhibitishwa kurejewa na jeshi ni pamoja na Masereka, Nguvutama, Kipese, Katondi pamoja na Kirikiri. Hatua hiyo inaelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kurejesha mamlaka yake katika maeneo yaliyokuwa yameathiriwa na mapigano pamoja na kuhakikisha ulinzi wa raia pamoja na mali zao. Hata hivyo, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo bado zinatajwa kuwa za tahadhari, huko mamlaka zikisisitiza kuwa operesheni za kuimarisha amani na utulivu zinaendelea. Wananchi wanaendelea kuombwa kuwa watulivu na kushikamana na vyombo vya usalama wakati juhudi za kurejesha hali ya kawaida zikiendelea. Naam, hadi hapo sina la ziada, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Ni kushukuru kwa kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Ni kuombe tu mwisho wa habari ndo mwanzo wa habari zingine. Endelea kuwa nasi ili uweze kupata mengi zaidi. Hadi wakati mwingine, kwa heri.